Pamoja na kuwa uchaguzi ulifanyika, kulitokeza vurugu za uvunjifu wa amani ambao ulisababisha uharibifu wa mali, kupoteza maisha na kuhatarisha usalama wa nchi. Tunapoenda mbele, ni wasihi sana wa Tanzania tuongozwe na dhamira ya maelewano, ushirikishwaji, kujirekebisha na umoja. Kwa wanangu vijana wa taifa hili la Tanzania, niseme kuwa nchi hii imejengwa kwenye misingi ya amani na utulivu wa kisiasa. Sisi wazazi wenu tungeshawishika kufanya mlioyafanya wakati huu, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Mheshimiwa Spika, nataka nirudie hilo kwa wanangu vijana wa taifa la Tanzania. Sisi wazazi wenu, kama tungeyafanya mlioyafanya nyinyi, nchi hii isingekuwa na neema na maendeleo mnayoyaona leo. Hivyo ni wasihi sana wanangu vijana wa Tanzania, nchi hii ni yenu. Kwa shida zozote zile zinazowakabili, msikubali hata siku moja kushawishiwa kuichoma nchi yenu wenyewe. Msikubali kukata tawi la mti ambao mmeukalia. Msikubali kabisa. Hili nawaomba mlikatae kwa nguvu zenu zote. Ninyi ndio walinzi na wajenzi wa taifa hili, na wasihi kamwe msije kuwa wabomoaji wa taifa lenu. Mheshimiwa Spika, kuna wakati vijana hufuata mkumbo wa uhalifu kwa ushabiki. Ninatambua kwamba vijana wengi waliokamatwa na kushtakiwa kwa makosa ya uhaini hawakujua wanachokifanya. Nikiwa mama na mlezi wa taifa hili, ninavielekeza vyombo vya sheria na hasa ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao wanaonekana walifuata mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wawafutie makosa yao.